Tunakushukuru tena Bwana Yesu. Tunakupigia asante kwa presence yako katikati yetu. Asante kutupatia muda wa kuwa mbele yako na kuchuma baraka zote za kiroho, kwa maana mahali hapa ni kisima ambako tumekuja, tumeshota maji ya uzima, tumekula mikate ya uzima. Bwana Yesu, umetujalia neema ya kugundua siri hiyo, kukutanika jinsi tulivyo mahali hapa. Ni neema kutoka kwako Mungu. Na ndio maana muda huyu Bwana Yesu, watoto wako wamenyosha mkono kwa ajili ya kukutolea. Sawa neno lako linasema, tusije mikono mitupu ndani ya mkutano yako wewe Mungu. Wengine wamenyosha mkono kutoa sadaka ya kawaida. Wengine wamenyosha mkono kutoa 1 ya 10. Wengine wamenyosha mkono kutoa sadaka na sadaka ya shukurani. Bwana Yesu, uliye mwaminifu, wa haki na kweli, usiyekuwa na deni ya mwanadamu, wakati huu tunaomba madirisha ya mbingu ifunguke kwa yeyote aliyenyosha mkono kwa moyo, kwa njia ya imani, kukutolea wewe Mungu. Uweze kubariki mahali alipopunguza, uweze kubariki kazi ya mikono yake, uweze kubariki kila kitu anayofanya, ukikumbuka pia maproje zao, ukikumbuka pia programu zao, ukikumbuka pia matatizo wanaokuwa nao ndani ya nyumba. Kupitia sadaka ya leo uweze kuwa jibu katika maisha yao, kupitia nguvu na uwezo wa jina la Yesu Kristo. Wapokee baraka kutoka kwako Mungu. Wewe ni Mungu, ulisema utatubariki wakati wa kutoka na utatubariki wakati wa kuingia. Wakati wanapotoka na wakati wanapoingia, sehemu zote Mungu apokee baraka kutoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, muda huyu ni muda ambako tunapenda kusikia neno lako. Tunapenda kusikia sauti yako. Tunapenda unene nasi Mungu. Tunapenda tukusikie we Mungu wa mbinguni. Njia ambako ulitupatia ili tuweze kusikia sauti yako ni kupitia neno lako. Kwa maana neno lako halibadilike. Neno lako ni jipya kila siku. Wakati tunalisikia linakuwa mpya katika maisha yetu na linatupatia hatua ya kwenda mbinguni. Chombo uliotayarisha Mungu, na mwacha ndani ya mikono yako. Umemjua Bwana Yesu. Bwana Yesu, naomba mtumie, naomba mpake mafuta, naomba mpake roho ya ufunuo, naomba mpake roho wako Mungu, ili anene neno lako kwa ujasiri. Neno litoke na moto, neno lako kama upanga ikate Bwana Yesu yote ambako inatuzuiza tuendelee kuwa wakamilifu. Bwana Yesu, kupitia neno ya leo tutiwe moyo, wenyewe waishavunjika moyo wapate nguvu kupitia neno ya leo. Sema na umoja na mwingine, kwa maana unatumia njia moja wala nyingine kwa kusema nasi. Mafuta yako Bwana ishuke ndani ya mhubiri wa leo. Kumbuka mioyo yetu tutakayolisikia neno lako, masikio yetu ya roho na ya mwili niweze kuwa wazi kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako lipenye na kuingia ndani ya roho zetu, lipate fasi Mungu na kuzaa matunda, ili tuweze Bwana kukufanana na kufanya mapenzi yako kinyume na mapenzi yako. Yote Bwana Yesu itatuzubaza muda huyo, yote itatuletea moyo mgumu kwa uweza wa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za kichawi, nguvu za warozi tumeenda kuiharibu, tumeenda kuiteketeza, tumeenda kuiangamiza, tumeenda kuitosha mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Acha moto ushuke, moto uchome, moto teketeze, moto uangamize katika jina la Yesu. Acha Bwana wangu neema yako itembee nasi katika kipindi hiki. Tunasema asante kupitia nguvu na uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen.
ajiandae na Biblia yake. Just prepare yourself with your Bible. Tunamkaribisha mnenaji wetu wa siku ya leo. We welcome the preacher of today. Karibu na tushangilie kwa vigelegele. We like to sing, but the sound hasn't come out. Bwana Yesu asifiwe. Natoa shukrani zangu. I give my thanks kwa kupata nafasi kama hii for getting this opportunity. Kwa neema ya Bwana. It's by the grace of God. Kwa mawazo yangu siwezi. And by my own thinking I can't. Kwa akili zangu siwezi. With my own understanding I can't. It is by the grace coming from God. I thank God for 7 days who kept me and my family. And my son Amani, wherever he is, also is safe. And during the Easter, I was in Columbus, Ohio. There was a meeting over there. I met so many servants of God. We have seen the hand of God. And I thank the whole church for the prayer. For that reason, let God bless you. I thank God. And if it was not Him, I won't be standing here. And my latest sister, who lost her husband, who is in Msumbiji. And you know, and our youngest sisters, and they don't keep their youth. And she got married to another Mozambican guy. And she was pregnant. She was impregnated for the first time, and she lost the baby. And the second one, she had a baby. And she has a 9-month baby. It was for yesterday. She called me. She was crying. I am in hospital. And the baby is in bad condition. And she told me, and then also she sent me a video. And the son, and the baby is breathing badly. And the tongue has been swallowed. It went up. And she was in the house of, she was in an IQ. And I told her, don't cry. Let's pray. I entered into prayer. We prayed. I told her to take water. And just put water on the baby. And when we finished saying amen, and even the breathing has normalized. I told her, don't be afraid. And this is the spirit of death. But we have conquered it. And even the doctors themselves, and they said that, oh, when they put water, that means it's over. And I told God, God does through the name of Jesus. And the baby is going well. And now they have even added the transfuse of blood. And we have all reasons to thank God. Because God listens to the prayers of the saints. And for that reason, us men of God, and whenever we are in prayer, and even in other part of our problems, in this world, and many people have been enchained. They have been in bondage in different ways. But your prayers, my prayers, will deliver them. If you believe that, say amen. Are you happy? If you are happy, just wave your hand.
Mwambie jirani yako hivi. Tell your neighbor like this. Nyamaza kimya. Keep quiet. Nyamaza kimya. Keep quiet. Nisikie good news. And let me listen to habari njema. Hallelujah. 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 Fungua Biblia yako. Open your Bible. Waraka wa kwanza wa Petro. The first book of Peter. Yote tayari, waraka wa kwanza wa Petro 1:3-6. And the first book of Peter, chapter 1, 3 up to 7. I read the word of God. Or up to 6. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus. In his great mercy, he has given us new birth into a life, into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Amen. Amen. Nasoma katika jina la Yesu. Andika nasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo ikawa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Modeste na filme. Modeste is filming. Nataka ni nyimbo moja hivi. Asi watu kaza unajua, sina baba, sina mama. I would like Papa Modeste to lead us in a song saying that I don't have Hauna baba. I don't have a father. Hauna mama. And I don't have a mother. Hauna mjomba. I don't have a nun. Lakini Yesu But Jesus. anakulinda. Jesus is keeping you. Anakuchunga. He is keeping you. Anakupigania. And he is fighting for you. Karibu sana. Please welcome. Sasa tunaweza watu wapiga ngoma. And we would like the drum beaters, if they can help us. Sina baba, sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina baba, sina mama, niko na Yesu wangu. Asante mama kusimama. Oh, sina baba, nasema sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina baba, sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Oh, sina mjomba, nasema sina shangazi, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina baba, sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Oh, sina baba, nasema sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Sina baba, sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Oh, sina uchawi, nasema sina urithi, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Mimi sina baba, sina mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa moyo wangu. Oh, sina
Let me tell you, my beloved. Hata watu wanaokataa
Even if people don't want you, watu wanaweza kupinga, even people can fight you, lakini mkumbatie wewe Yesu. just surrender yourself to Jesus. Maana mimi kibinafsi Because by myself, najua ni wapi nikutana Yesu wangu. I know where I met my Jesus. Na thamani wa wokovu wangu najua mimi mwenyewe. And the value of my salvation, I only know. Na ndiye maana ngania. And that's why I cling on to it. Hata nipitie shida, Even if I go through problems, nipitie magumu, even if I go through troubles, Yesu wangu atanitetea. and my Jesus will defend me. Unajua watu wengi You know many people, wanapenda sana kupendwa. and they are happy when they are being loved. Lakini kwambie But let me tell you, upendo wa Yakobo but the love of Jacob kwa Yusufu to Joseph, haukumsaidia kitu. he didn't assist him to anything. Lakini chuki But hatred ya ndugu zake of his brother, Yusufu alipiga hatua. and Joseph took another step. Kwa usiogope. That's why don't be afraid. Petro akasema hivi, Peter says this, nimegundua Mungu au Yesu and I discovered Jesus hana upendeleo. doesn't have sidings. Wewe nyamaza kimya. Please keep quiet. Wanaopigana wewe, And those who are fighting, wanaopanga shauri, and those who are bringing false advice, acha huzuni. and remove grief. Bwana Yesu anakupanguza machozi. And Jesus is removing tears. Acha kuvunjika moyo. Don't be discouraged. Hata kuvunjika moyo. Don't be discouraged. Amini Mungu. Believe in God. Amini Yesu Kristo. Believe in Jesus Christ. Yeye anafanya njia pasipokuwa njia. He makes a way where there is no. Zile habari usikia tangu mwanzo And mpaka those ufunuo. news that you are afraid from the beginning up to Anatenda Revelation, mpaka sasa. He still does it. Kwa usiogope lolote. Please don't be afraid. Acha kuonja wokovu. And don't taste the salvation. Ingia uzame. And please go in and jump in. Ndipo utaona matokeo. That is why you will see the Huyo result Yesu of that Jesus. aliyekufa That was kwa ajili dead yako, for you, kwa ajili yangu. for me. Siku ya leo Tonight, ni wiki ya pili it is the ya second Pasaka. week of Easter. Yesu kufufuka. And God, Jesus being resurrected. Msomaji amesoma And the reader read kitabu cha Petro wa kwanza. the first book of Peter. Peter, Ndio aliandika kitabu hichi. he's the one who wrote that book. Haya ni maneno ya Mungu. And those are the word of God. Lakini mafunuo aliyopata. But the revelation that he received, Unajua wasomaji Biblia. and you know many readers of the Bible, Petro Peter, na ndiye alisema amegundua Yesu ana upendeleo. and that's why Peter said that I discovered that Jesus maisha ya doesn't Peter, have it, because the life that passed, Alikuwa peshe, he was a fisherman. alikuwa mvuvi. He was a fisherman. Hata mimi nimepitia maisha ya uvuvi. And even myself, I passed through that life. Lakini kwa neema ya Bwana But by the grace of God, naendesha Honda Pilot. and now I am driving on the pilot. Ni kwa neema ya Bwana. It is by the grace of God. Maisha ya uvuvi tunayajua. And the life of fishermen we know. Yaani watu hata wanasahau nyumba zao na watoto na wake. And many people, even they forget the house, even their wives. Peter hakusoma. Peter didn't go to school, Lakini but alikutana na Yesu. he met Jesus. Yesu akamwambia Peter, And Jesus told Peter, tangu sasa from now on, hautakuwa mvuvi wa you samaki. won't be fishermen of fish. Nitakufanya uwe mvuvi wa watu. And I would like you, the fishermen of men. Alikubali wito. And he accepted the Na calling. baada ya wito And after the calling, akanyenyekea. and he humbled himself. Akaanza kupata mafunuo. And he started receiving a Na revelation. alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. And he was one of the disciples of Jesus. Na maneno haya aliandika katika Ponto ya Galilaya. And these words he wrote in one of the places in Galilee. Akiwa katika nchi za ugeni huko. And when he was in a foreign country, Na akaandika maneno haya. and he wrote these words. Mwenye kuandika somo andike. And the one Kuzaliwa who mara ya writes, pili. it is being born again. Kuzaliwa mara ya pili. Being born again. Peter huyu This Peter, anasema ahimidiwe, that be elevated, ashukuriwe. be thanked. Alama ya ahimidiwe It is the sign of glorifying. ni alama ya kutukuza. And it is the sign of Ni glorifying. alama ya kushukuru. It is the sign of
thanksgiving. Tendo Mungu aliyotenda, And the act that God did, kutuma mwana wake Yesu Kristo sending his own son, ili aje atuokoe so he can come and save us na dhambi na maovu. from sin and all this badness. Peter akasema ahimidiwe, ndio jambo la kwanza. And Peter said that be blessed. Atukuzwe Baba Praise the Father kwa kuweza kumtuma mwana wake Yesu Kristo. for sending his son, Jesus Christ. Jambo la pili akasema, And the second thing he said, kwa rehema zake nyingi. it is by his grace. Rehema ni huruma And grace, it is having mercy za Mungu of God, kutumia zawadi ya Yesu Kristo. using the gifts of Jesus Christ. Tatu akasema, And the third he said, aliyetuwezesha kuzaliwa mara ya pili. and the one who enabled us to be born again. Na hapa ndiyo kuango. And that is where there is the issue. Kuzaliwa mara ya pili. To be born again. Kuzaliwa mara ya pili. To be born again. Muulize mwenzako ushazaliwa mara ya And pili. please ask your neighbor, are you born again? Sababu It's because, unaweza kuzaliwa kimwili. and you might be born. Na tutakwenda kuyaona katika kitabu cha Yohana huko. And we can see that in the book of John. Yesu na Nikodemo. And Jesus and Nicodemus. Unazaliwa You are born na mama, from your mom. unakuwa mwanadamu. And so you become a human being. Na wakati umefanya hatua, And whenever you take a step, ukisoma kitabu cha Marko 16:16, and whenever you read the book of Mark 16:16, imesema aaminie and he said the one who believes na kubatizwa, and be baptized, huyo ameokoka. and that one has been saved. Anakamilisha And he has accomplished his salvation. hatua ya kwanza. And the first step, Maandiko yanasema the kwamba Bible says, imani huja kwa kusikia. and the faith comes by listening. Unasikia. You listen. Watu wengi wanasema ndio kujua nyimbo. And people say that, oh, I've been saved due to the song. Na kujua hivi na hivi. And I know this and that. Lakini tukiweka watu wengi, Whenever we put a lot of people kuwauliza, to ask them. watu wengi wameokoka kwa ajili ya neno. And many people have been born again because of the Waliposikia word. neno, Whenever they listen to the word. maana neno ndiye Yesu mwenyewe. Because the word is Jesus himself. Na wakafanya uamuzi wa kuokoka. And they made a decision to be saved. Na wakati umefanya uamuzi, And whenever you take your kuna decision, hatua nyingine and there are other steps, ya kuweza kubatizwa. so that you can be baptized. Hata nikuambie ndugu yangu, Let me tell you, my beloved, unaweza kuamini. and you might believe, Na Mungu anakupa vipawa na karama, and maybe God will give you talents, lakini and gifts, havitafanya kazi but they won't work mpaka uzaliwe mara ya pili. until you be born again. Mpaka uzaliwe mara ya pili. Until you are being born again. Na ukibatizwa, Whenever you are born again, unakamilisha Ukristo wako. whenever you are baptized, and then you accomplish your Christianity. Kumbuka Yohana, You remember mbatizaji, John the Baptist, alikuwa anabatiza watu. and he was baptizing people. Utasoma Mathayo 3. And you will read in the book of Matthew 3. Yohana mbatizaji And John the Baptist, alikuwa akibatiza watu whenever he was baptizing kwa ajili people, amefanya dhambi. because they made sin. Lakini Yesu alipokuja When Jesus came, kama vile Mungu as God, akaenda kwa Yohana. and Yohana hitaji nibatize. and he said, John, I want to Bwana baptize akasema mimi siwezi kubatiza wewe. you. And John said, I can't Maana baptize Yohana alimjua yule Mungu. you. And because John knew Lakini that, Yesu akasema, but Jesus said, hata unibatize. and let you baptize Maana me. alijua Because he knew, kama alizaliwa mara ya pili if I'm born again, hawezi kuingia jangwani. and you can't be in the desert, Hawezi kuingia kwenye kazi ya Mungu. and you can't go into the ministry Na of vile God, vipawa and those gifts, haviwezi kushuka. and those gifts will not Na come wakati down. Yohana amekubali kumbatiza, And when John accepted to baptize Jesus, sio kubatizwa kwa maji ya kuondosha hapo kichwa. and it is not baptizing by sprinkling water here on the forehead. Sisi wa Pentekoste hatukubali na hiyo. And we, the Pentecostal people, we don't really accept that. Pige paka sumare. And yes, you have to plunge in the water, Unazama. and you go deep down. Ukitoka Whenever you come, kiumbe kipya. and you become a new Na instrument. wakati alipobatizwa, And whenever he was baptized, wale wasomaji Biblia, and those who read the Bible, maandiko yamesema the Bible says, Roho Mtakatifu and the Holy alama ya Spirit, njiwa and it is a sign of the dove, ilishuka. kept down. Na baada ya kushuka,
ikashuka, After coming down, ikamkamilisha. and he completed him. Ikamkamilisha. He completed him. Yaani vipawa, karama na vingine vyote vikashuka. And the gift and talent, all of them came down. Na baada ya hapo, And after that, amejua nimeshakuwa strong. and he knew that now I am full. Aliingia kwa maombi ya siku 40. And he entered into fasting for 40 days. Na huko alikutana na muziki huko. And there he made a lot of obstacles. Alikwenda kushinda. But he came out conquerors. Maana alibatizwa Because he was baptized for second time. na Roho Mtakatifu akamshukia. And the Holy Spirit came down to him. Kwa hiyo kwa Mkristo yoyote, For any other Christian, ni lazima uzaliwe mara ya pili. you must be born again. Kwa nini umezaliwa mara ya pili? And why to be born again? Ni kuweza kukiri And it's first to declare, nimekufa naye, I am dead with him, nimefufuka naye. and I was risen with him. Unakamilisha Ukristo wako. And you completed your Christianity. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo ya kale And all this old yamebaki Yordani. and remain in the Jordan. Umekuwa kiumbe kipya. You became a new instrument. Amesema tena, He said again, ili tupate tumaini la uzima. so that we can have hope, everlasting hope. Ubatizo And baptism, unakamilisha it's accomplished kuwa Mkristo to be Christian, na kuingia mbinguni. so you can enter into heaven. Haleluya. Hallelujah. Akasema He said, anatuachia urithi and he left us an inheritance, usiochafuka. and that will not be spoiled. Unajua watu wengi You know, many people, walio makanisani and those that are in the church, na sio makanisani, and those who are not in the church, wanaachia watoto wao urithi and they leave so many inheritance for the kids wa chuki, of hatred, wa fitina. of gossiping. Wewe Bakari, Oh, you, Bakari, umekwenda kuoa kwa Washimbiji. and you are going to marry into that tribe, Sisi na hao Washimbiji and we are not in agreement with that hatuagi tribe, nao. and we don't talk to them, Sitaki kuisha mwanamke. and I don't want that to return the woman, Na napenda hata nikifa, and even if I die, sitaki mazoea na familia hiyo. I don't want any encounter with that family. Achia watu urithi. They leave inheritance, Na utakuta huyo and you will find that ni one, mtumishi wa Mungu. and he's a man of God, Utakuta huyo and you will find that one, anatabiri. and he prophesies, Ukimkuta huyo and you will find that one, anahubiri vizuri sana. and he even preach well, Lakini anaachia watoto urithi but he is leaving his children an inheritance usiokuwa na matumaini yoyote. that doesn't have any hope. Lakini But- Petro amesema But Peter says, atuachia urithi and he left us an inheritance usiokuwa na uchafu that is not spoiled, wa kwenda mbinguni. so that we can go to heaven. Tuko chini ya jua, And we are here under the sun, sisi sio raia wa hapa. and we are not from this country, Tutafuta uraia wa Amerika, and we will find the nationality, tunahangaika huko na huko, and we are suffering here and there, jue tuko wapitaji. and we have to know that we are only the passengers. Kwetu ni mbinguni, Ours is in heaven. kwetu ni mbinguni. Ours in Na heaven. kuingia mbinguni And going to heaven, una process, there is a process unaamini. that you believe. Baada ya kuamini, After you believe, unabatizwa, you are baptized, unakamilisha Ukristo wako and you complete your Christianity, na usiingie kwenye machafuko. and you don't go again into dirtiness. Ndio utaingia katika mji ule tumeandaliwa warisi. And that's when you will go into that country or that nation that has been prepared for us. Sisi ni watoto wa Mungu. And we are the son of God. Baba yetu ni Mungu. And our father is Na God. sisi ni warisi. And we are also the heirs. Baba ameandaa And father prepared. nafasi nzuri. It's a nice place. Hakuna kunguni. And there is no, Kunguni. or there is no bugs. Hakuna nyoka. There is no snake. Hakuna nge. There is no scorpion. Ni mahali It's a place. imesema Yerusalemu inameremeta. And back home we say Jerusalem, it glitters. Hapo Here ndio kwetu.
and it is ours. Na kuingia hapo And to go there, kuna masharti yake. and there are conditions. Lazima utimize. You have to accomplish those. Lazima utimize. You must accomplish those. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amesema usiochafuka, He said, "Does not spoil, usioharibika, and that doesn't perish, usio na uchafu, and that doesn't fade, usionyauka. and that doesn't fade away, Umetunzwa huko mbinguni. and that is well kept back in heaven. Na wataingia huko ni wale watakatifu. And those who will enter, they are those who are saints." Pale chini amesema kwa mwisho 6, Yes, around 6 he says ijapokuwa mtapita that maybe you kwenye will majaribu. you will pass through griefs. Unajua dhahabu kama dhahabu. And you know gold as a gold, Ndio kuna dhahabu fake. and there is a fake gold. Na lazima kupima dhahabu. And if you would like to know if the real Lazima gold you have tested, ipite kwenye moto. and it has to pass through fire, Ichunguzwe. so that it can be Hii ni examined dhahabu kweli? if this is really gold. Na sio kwa dhahabu, If it's not gold, inaungua kwenye moto. and it will be burned. Sasa sisi And us, waliobatizwa those who are baptized, au waliozaliwa mara ya pili, those who are born again, hao tunapita wa Kristo, and those who are Christians, tunapitia and we are passing majaribu mengi. through a lot of tribulations. Unajua watu wanafikiria kwamba And people think that, kuokoka ni mchezo. and being saved, it's a joke. Si lile mama, And it's not. ni kuvaa buti. And it is really wearing the boots. Ndio amesema mzike silaha zote. And the Bible says that we have to keep all the weapons. Sasa kuna vita. There is a fight. Acha nikuambie habari moja. Let me tell you one story. Watu wanafikiria wameokoka basi wamemaliza. And people think that, oh, they have been saved and that is it. Kuna mtumishi wa Mungu And to any man of God, yuko pale Tanzania. and to a man of God who is back there in Ni Tanzania, mwanamke. and a woman, Ameokoka. and she's saved, Na ana chumba cha maombi. and she has a prayer chamber, Sikia majaribu. and listen to the attempt. Anaombe akafungua chumba cha maombi na ana sifa kubwa na ni mtu wa siku nyingi anafanya kazi hii. Yeah, and she opened the house of prayer, and she has a lot of great news, and she's really known. Kwa wale wanajua Kigoma, And for those who know yuko Kigoma, pale Ilagala kwa juu Ilagala. and he is in the place that he just mentioned. Na watu wengi wakaenda sana kuombewa kule. Watu wengi sana. And many people, they go there for being prayed for. Mwezi juzi, And last month, mama huyo alikufa. and that man passed away. Kifo cha masikitiko. And the death that made people turn. Mama kama kisi kawaida mnajua nyumbani. And the mother, as you know, Wagonjwa wanahamia kwenye vyumba maombi kuombewa. and the sick people, they are running away into the house of prayer to be prayed Lakini for. kulikuwa mgonjwa mmoja mwanaume hana akili sawa. And there was one woman who didn't have the complete mind. Anaombewa pa. And also she was being prayed for. Wagonjwa wengine na baba na watoto kwa shambani. And they were father and children and the whole family. Mama yuko kwenye chumba cha maombi anaomba. And the father was in the house of prayer Ilikuwa and prayed. saa 3 asubuhi. And it was 9 o'clock in the morning. Anaomba. Akasikia kwa nje And he heard outside there was noise. Chungulia hivi kuna yule kijana kichaa. And looking outside, he found out that it was that sick guy. Akaenda ili amshike amuombe. And he went there to go take hold of her and then pray for her. Kumbe kichaa na upanga. And meanwhile, that child had a machete. Kumsogelea And approaching him, alimkata hapa. and he just slaughtered him. Kichwa kule, And the head is over there, kimwili huko. and the body fell on the other side. Mambo ya wokovu. And this is Wokovu the si thing mchezo. salvation is not a joke. Watu waliokwenda shambani And those who went into the forest, wamesema mama maombi anafanya kazi ya maombi. and they think that, oh, the mother of prayer is there praying, Kwenda kuitwa mama amekufa. and going to call the mom is already dead. Mwezi wa kwanza mwishoni amezikwa. And first month, and she was dead. Nataka kuambia kazi ya Mungu. And let me tell you the work of God. Na ndiye maana kama ukuitwa And if you are not being called, utavuka. and
you will be closed off. Sababu kuna vituko. Because there are some results. Lakini walioitwa. And those who have been called. Ni maji. It is like water. Unizarau. Or even if you unifanyie mbinu mbalimbali. Even if you put. Lakini Yesu wangu. But my God. Mungu wangu. My God. Ninamtumikia. And the one that I'm serving. Atanitetelea. And will defend me. Kwa wakati mimi siojua. And the moment that. Na wakati usiojua wewe. And the time even you don't know. Hiyo ndio kazi ya Yesu. And that is the work of Jesus. Na simana alikufa. And that's why he died. Akasema msalabani. And he said on the cross. Yote yamekwisha. And all has been accomplished. Usisumbuke na watu. Oh, maybe you might be. Unaweza kuumia mwili wa kibinadamu. Oh, you might be having a human flesh. Nikutie moyo. And let me encourage you. Mwimbaji mmoja akasema simama imara utashinda. Ukiwa na Yesu utashinda. And the one singer sang like this, oh, stand firm. If you stand firm, you will always become conquerors. Simama. Stand firm. Kwa wokovu wako. With your salvation. Kusiwe mtu anakutikiza na kubishumbisha. And don't be a person that will be moving around. Usimwangalie unakaa kanisani ngine kanisa moja. And don't be wandering around, just stay in one place. Kanisa tumeingiliwa na manakala wa shetani. And the church has been invaded by the agents of the devil. Utawajua haja. And how will you recognize them? Pasipo kulinda wokovu wako. If you don't keep your salvation. Acha mizaa. And stop joking. Cheza na vitu vyote. And play with any other thing. Acha kucheza na Yesu. Please don't play with Jesus. Ukimshika, if you keep him, naye atakushika. And he will also keep you. Naye atakushika. And he will keep you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tuachie watoto wetu. And please let our children. Urithi wa kumjua Mungu. The inheritance of knowing Jesus. Urithi wa kukaa na watu vizuri. The inheritance of staying with people well. Ili siku moja wamuone Bwana. So that one day they can go see the Lord. Na hata mtoto. Even the child. Ni wewe umemzaa, ni mimi nimemzaa. And it may be you give birth to him or I. Hakifanya kosa. If he had made usimtolee maneno ya laana. Don't pronounce a word of curse. Haujui maisha yake ya baadaye. And you don't know his future life. Tuna mifano ndani ya Biblia. And we have examples. Watu walianza vibaya. And people who went wrong. Wakamalizia vizuri. And they finish well. Nasema. I say. Kama si mimi nasema, ni neno la Mungu nasema. And it's not me who said it, the word of God. Hakuna dhambi. There is no sin. Isiyosamehewa. That is not forgiven. Toto anakosa. Oh, this is a sin. Mkaribie. Please approach it. Msogelee. Come close to him. Na akikataa. And if he refuses, mwache. Leave him. Jamani. Hiyo shuhudia ushuhuda wangu mimi kujua kijana wangu. And my beloved, maybe you have heard the story of my child. Mtoto wangu wa kuanzia hapa Amerika, hizi pepo za Amerika. Huko Amerika kuna pepo hapana. Yeah, you think that it is only the spirit of this country. No. Kijana wangu ameanzia started from back in tangu Dar es Salaam Tanzania. Yes, he started back in Dar. Wewe mtoto wa miaka 7. And you think the child of 7 years. Mji wa Dar es Salaam in the country of the city. Alikuwa anapotea wiki nzima anaonekana ni Bwana. He will be lost for 1 week. Alafu tukimkamata akiulizwa, and whenever we find him and we ask him, walikuwa na watoto wa chokola. And they were with those kids called the chocolate kids. Wanashinda mchana kuomba kuibaiba. And they spend a day asking and stealing. Usiku at night wanakwenda kulala kwenye kituo cha polisi. And they go to sleep next to the police station. Tena kituo cha polisi kama hapa hivi. And maybe the police station. Awasogelee kwa watakamatwa.
And they don't go close to that. Wanajua makona yao wenyewe. And they know the good place for them. And if the son has become, and if your son becomes a street boy, he has knowledge more than you. And he suffered a lot. It reached a time so I can abandon him. And yes, whenever this resettlement people will come or GV will come and to try us, and the church is not home. And here we are in Msumbiji. And tomorrow they are saying, and we are leaving tomorrow to do the checkup. And if your son is not found, your file will be retarded. And tomorrow we found it. And he has been brought there. We passed. And we passed almost 4 checkups. And whenever they come home, and they don't find it. And the last day they found it. And God says, and it was in the house of prayer, say, don't bother. And the thing that is seeking your child is seeking you. And don't content yourself about your child. And I reach even the stage that why doesn't he get kicked by a car and then die? But when I received the message in the house of prayer, and it came down, and I kneeled down and then and I found everything just we reached in Kentucky. The same thing. And he started just messing around. And it reached a stage that I wept. And those sponsors who received us, and I was crying even, you know, all these things came out. It is hurting. And you don't be happy because your son is okay and the other one is not. But that God, that Jesus, that and the third day he was resurrected. And he said his words. And I don't leave you orphans. He was. I know my son, one day, he will serve God. I have that faith. And I have testimony in the Bible. There are people that God transformed. Let's please leave a good inheritance for our children. And I have problem with Adrien. And my son doesn't know. And I started just inculcating things in hey, stop dealing with it. And the day that I'm going to chop your ear. What are you teaching? And tomorrow you will be here on the altar. And tomorrow in the house of prayer. And you are dying of anger for nothing. Yeah, my people are perishing because of lack of knowledge. Please let's preserve our salvation. It's not easy. And each person has his own tribulation. Each person has his own tribulation. And there are some people, they cry because of their wives. And you ask the man of God, we have secrets. And maybe you will despise me here, but when we go out. And Jesus said that the prophet has no honor in his own town. And when we go out there, even the phone, and each one has his own mourning. And there was somebody who knows his wife. Or that one knows his man. Or that one that knows his. That one cries. And if I even destroyed that, he would have been dead over there.
And there's someone who will just cry because of his relationship. Na wengine waliojua si wachungaji. And some people will cry because of us pastors. Hivi kweli? And that's true. Lakini usiangalie. But don't look at it. Angalia msalaba wa Kristo. Just focus on the cross. Angalia msalaba wa Kristo. Focus on the cross of Jesus. Hautafunga mwanadamu kusema. You can't close somebody's mouth. Acha aseme. Let him speak. Ataongea. He will talk. Atakushusha. He will lower you down. Atakuvua nguo. And he will even put you naked. Usipigane naye. Oh, don't fight with him. Angalia msalaba wa Kristo. Just focus on the cross. Sema amen. Say amen. Mimi ataniona sasa. Oh, Ataniona mimi nani? you will see me. Mimi wabazoba. Kama sasa wewe mzoba. Alibatizwa juzi huyo. Amezaliwa mara ya pili. And he was baptized just not long ago, and he was. Mishipa imemsimama huyo. And even the legs are standing. Macho mekula pilipili. And the eyes are red like you ate pepper. Tulia. Please slow down. Wanaongozwa na Roho. And those who have been led by the Spirit. Ni wana wa? And those are the children of God. Hivi jamani, utaratibu ujue. Hivi Roho anapenda fujo. And please, if we can ask, does Spirit love noise? Pole pole. Slowly. Pole pole. Slowly. Safari ni. Yeah, we have a long journey. Basi napenda kusema tusigombane njiani. Yeah, Pastor Ford likes to say, don't fight outside. Ubatizo mmoja. And it is the same baptism. Dini moja. One religion. Roho mmoja. One spirit. Kwani matengano? Why those division? Kwani tugombane? Why are we fighting? Na tumezaliwa mara ya pili. And we have been born again. Na safari yetu ni moja. And we have only one journey. Tusogeleane. Please let's approach each other. Tuonyane. Let's warn each Na other. kazi ya chungaji. And the work of the Maandiko yamesema hivi. The Bible says, tuwaonye watu and let us warn the people, wakae kwa utaratibu. and so that they can stand in discipline. Mtu ukitaka kutoka kwenye mstari, And if somebody would like to go out of the line, tunamrudisha. and so that we can bring him back. Tuna urithi wa mbinguni. And because we have the heavens in inheritance, and that is ours. Nisome Yohana. And let's read the book of John. Yohana. The book of John. Yohana 3 John 3, na mstari wa 3 mpaka 6. 3 up to 6. I'll read the word of God quickly. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born again when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born again. Jesus answered, 5. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Amen. Yohana Mtakatifu 3 mstari wa 3, maandiko yanasema, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Amen. Amen. Tumesikia habari za Paulo za Petro. And we have heard the story of Peter. Alikuwa mvuvi, He was a fisherman, na Mungu akamtumikisha. and God used him. Yohana naye And John him. walikuwa haya ni mazungumzo ya Yesu na Nikodemo. And that was a story between Jesus and Nicodemus. Nikodemo alikuwa msomi, alikuwa profesa.
And Nicodemus was an educated man. Katika mji ule alikuwa mkubwa na alikuwa na And in cheo. that city, he was really great. Lakini aliposikia habari za Yesu, And when he heard the news about Jesus, akamfuata. and he followed him, Tena kumfuata mchana. and he followed him. Kwa sababu Biblia usome vizuri pale alienda usiku. And if you read very well, those who knows, he didn't follow him during the day. He followed him at night. Mwana maombi au Mkristo And the intercessor or the Christian, aenda kwa mfumo usiku asionekane. and he goes at night to look for the fetisher. Pata Simoni, And pata Simoni wala mshika mwingine Simoni. maybe about Simon, and so that he can see him. Akamuuliza, And he asked him, mtu atazaliwa mara pili namna gani? and how can a man be born again? Na ameshakuwa mzee hivi. And I'm already big like this. Alimwambia, He told him. upende kama siku nyingine, upende usipende. And in other words, you like it or not, Usipozaliwa mara ya pili, if you are not born again, hautaingia you will not enter katika ufalme wa mbinguni. in the kingdom of Ni God. lazima uzaliwe. You must be born again, Uwe na maisha mapya. and so that you can have a new Uwe na life, story so mpya. that you can have a new story, Ya kale yamekwisha. and the old have passed, Ili uanze maisha so mapya. that you can start a new life. Umesema ushazaliwa. And you say that you have been born Umezaliwa again, kimwili, and you have been born in the flesh, bado kiroho. and yet Ni lazima uingie kwenye maji. and you must be in the water. Hello? Hello? Maji. Ni alama ya nini? Water means what? Uzima mwingine. It's about life, other. Wasome Biblia. Maji ni nini? The Bible readers, what the meaning of water. Kumbuka Yohana ile 4. And remember that John, Ukianza 10 kushuka pale. and from 10, and Yesu goes down. ameenda kwenye kisima kile cha Yakobo. And Jesus went into the well of Jacob. Umesema nini? What does it Umesema say? nini? Umesema Yesu ameenda kwenye kisima cha Yakobo. Alisema nini? Yesu alimwambia nini mwanamke? Yes, if Watu waliona kisima cha Yakobo, yule mwanamke pale Msamaria. Alimwambia nini? Alimwambia habari kwamba yeye hana mume lakini ameishi na wanaume wengi. mimi ni maji wa uzima. Haleluya. Alimwambia nipe maji. And he said, give me Akasema water. hatuwezi kuchangamana sisi Wayahudi na nyinyi. And Samaria. she said that we can't be exchanging things you Yesu and us. akamwambia, And Jesus told him, ungejua if you knew mimi ndiye maji ya uzima. I am the water of Kwa life. hiyo unapobatizwa katika maji, And whenever you are baptized into water unabatizwa na Yesu. and you are being baptized Uko na with Yesu. Jesus, you are with Jesus. Umeanza maisha na Yesu. And you start your life Umeanza with hatua na Jesus. Yesu. And you start your step Na with Yesu hawezi Jesus. kuacha. And Jesus will never Maana Yesu abandon you. ndiye maji ya uzima. And because Jesus is a water of life. Haleluya. Maji ya uzima. The water of life. Na ndio maana tunapobatiza watu, And that's why we are baptizing mchungaji people. anatakasa maji yale. And the pastor will bless the water Sababu kuna uchafu, because it's dirty. kuna vitu mbalimbali, There are so many things. kuna majini. And there are so many Lakini maombi ya mpakwa mafuta but the prayer of the anointed yanageuza maji yale. it will transform that Na water. ukizama katika maji yale Yordani, Whenever you plunge into the water, dhambi zako zimebaki mahali pale. and all your sins will remain Kwa there. new And you become mupya, pepele. light. Kwa unaanza maisha mapya. That's why you start a new life. Akamwambia Nikodemu lazima ukubali. And he told Nicodemus, you must accept. Kwa hauwezi kuingia mbinguni, You can't go into kwanza heaven, amini, even if you believe, batizwa, and you have to ukamilishe wokovu wako, and be baptized and accomplish your ujitenge na dhambi. and be away from sin. Mbingu ni yako. And heaven is yours. Mbingu ni yako. Heaven is yours. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa wewe bado hujabatizwa And yet you are not baptized. na una vipawa, And you have unaziwia vipawa vyako, and you are blocking your gifts work. unaziwia kutembea na Mungu. And you are blocking working with God. Ni lazima ubatizwe You must be born again. You must be baptized. ndio Mungu atakutumikisha. And that's how God's gonna use you. Yesu alikubali na ndiye Mungu. And Jesus accepted, and He's God. Na Roho kamshukia And the Spirit came down to him, na akaingia kazini. and he entered into the ministry.
Ni lazima tuzaliwe mara ya pili. We must be born again Tukamilishe. so that we can accomplish. Hallelujah. 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 Amen. Yesu Jesus alizalolika was despised ili mimi na wewe tupate uzima. so that you and me. Na jambo lingine, And the other thing, hatutaki kuachilia watu. and we don't want to let people. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 6:1 kushuka pale. And whenever you read the book of Acts 6:1 and you go down, utakuta habari and you will find the story za kina Filipo pale. and of Philip. Walikuwa pale. They were there. Maana tumesema hawa watu kina Filipo And the Bible says hawakuwa mitume wa Yesu. and they were not the apostles of walikuwa mashemasi wa kanisa la Yerusalemu. And they were the ushers of the church. Walimtumenia Bwana. And they believed. Walimtumenia Yesu. And they believed Jesus. Na wakati tunatafuta watu, and whenever we are looking for people, tutafute watu waliojaa, waliokuwa na roho wa Mungu. And we are seeking for people who are full of God's Spirit. Wakachaguliwa hao. And they were selected. Kila Philip. And Philip. Na nani huyu? Na Stefano. And Stefano. Walisimama kwa msimamo kumtegemea Mungu na Yesu wao. Yeah, they stood believing in Jesus. Unajua alisababisha Stefano kuuawa ni nani? And you know what led Steve to be killed? Hello? Hello? Stefano kupigwa mawe. Ni aliamrisha? Paulo Yes. Barikiwa sana. You remember who started incitation so that Steve can be stoned to death? Paulo alikuwa kutaka kuangamiza mtu yoyote amekuwa Mkristo. And Paul's mission was to really persecute anyone who was following Christ. Alitesa mitume. And he persecuted na Mkristo yote yule mwenye kuabudu Mungu katika roho na kweli. And any Christian who was really believing in Jesus in truth. Akaamrisha wampige Stefano mawe. And he ordered so that Steve can be lapidated. Unapomtendea mtumishi wa Mungu mabaya. And you know, whenever you do something wrong to the man of God. Na maombi ya mtumishi wa Mungu. And the prayer of the man of God. Mungu anasikia. God listens. Filipo angama pale Mungu. And Philip was there and said, God, shusha uweza wako. And please let your power come down. Na Sauli alikuja Paulo. Sauli and Saul na kundi lake and his group wafe so that they can die. Uweza alikuwa nayo. And he had that knowledge. Tunaamini hilo? And do you believe that? Lakini Stefano, but Steve, hakuna kifo kibaya. And there is no bad death. Jiwe. And being lapidated. Bora kusema papa unajifia kile mawe. And it's better to be shot maybe 2 times alikubali, but being stoned. Mbingu ilikuwa wazi. And the Bible said that the heaven was open. Alimsamehe Sauli. And he forgave Saul. Unajua angetoa maombi ya laana Sauli afe. And if he turned the prayer so that Saul can die, tusingepata uono wa Paulo. And would not have received all these good news from Paul. Kumbe kule kumwachia, and by leaving him, Mungu alijua baadaye atageuza Sauli kuwa Paulo. And God knew that he will transform Saul to become Paul. Kumbe ni chombo cha Mungu. And while he was an instrument of God. Ndugu yangu Mkristo, my beloved Christian, ukitaka kutembea na Yesu Kristo, if you will have to walk with ukitaka kutembea na Mungu, if you will have to walk with God, ukitaka kutembea na Roho Mtakatifu, if you will have to walk with achilia maadui zako, and leave your enemies, achilia ulioweka ndani ya moyo, and release those you put in your heart. Na ukiwa umeshikilia, and if you see return them, hautafaulu. Inakwambia kweli, you won't prosper. This I'm telling you the truth. Hautafaulu. You won't prosper. Biblia inasema ombea adui wako apate. And the Bible says that they pray for your enemies so that lakini you wewe be prolonged. Ndio mama yule, hizo namchukia, angekufa. And but sometimes you say, this is my Baba. The way I hate him, I prefer that he dies. Okay, unaniombea nife. And you pray for me to die. Nazikwa leo. I can be dead today. Utaishi miaka 200. And will you live to 200 years? Utaishi miaka 200. And will you live 200 years? Na ukifwa, and whenever you die, hukumu iko pale.
And the judgment is waiting for you. It's waiting for you. Kwa achilia. Please release. Tukue na kuongezeka imani. Yeah, so that we can grow and add. Tutoke katika hali ya uchanga. And so that we can remove our. Tuende katika hali ya kukomaa ya mifupa. And we have to grow so that we can be at the stage of eating the bone. Mimi na hukumu. And I judge. Adrien mbaya sana. Adrien is very bad. And he did that to me. Mimi simfanyia Adrien vibaya. And I do Adrien something bad. Tuchukuliane mizigo. Please, let's carry the burdens of one another. Safari ni ndefu. And the journey is very long. Safari ni ndefu. The journey is very long. Tusameane. Let's forgive each other. Kitabu cha Efeso. And the book of Ephesians. Inasema hivi. It says this. Tulikuwa mbali. And we were far na Mungu. From God. Lakini ametuunganisha. But he brought us all together through the blood of Jesus. Mataifa. And nations. Makabila. And tribes. Na ndio leo. That's why. Kuna Papa Chite hapa. And we have Papa Chite here. Mtu wa kule Kilumbashi kule. Kwa kingole Kilumbashi mbalimbali kule. Yeah. And somebody who went from kule wasemaga wafako. And when he say wafako. Sasa mimi Mbembe na kule. Yes, I am Mbembe, and from there. Kwanza hata baba yangu hajafika kule babu yangu. And even my grandfather never reached there. Utatembea mpaka miguu ivimbe. And you will walk until. Lakini leo tuko na Chite hapa. And today we have. Leo tuko na Felix hapa. And today we are with Felix. Leo tuko na mtu wa Ghana kule. And today we have with somebody from. Tuko na Mkenya. And we have somebody. Tuko na Warundi wa Kongomani wa Tanzania. We have people from Kenya, Burundi, and Tanzania. He brought us all together. And we are all together. Watu mmoja. And people from one. Tuache marumbano. And let's forsake all these. Mwimbaji akasema kwetu hakuna milima. And the singer said in our place there is no. Yaani kwetu yeah. Hakuna milima. Yeah, there is no more. Hakuna upepo. There is no. Ni raha tu na kustarehe. It is only easiness. Hiyo raha tusipoteze ndugu zangu. Please do not lose that rest. Kitabu cha Ibrania 12 inasema. And the book of Hebrews. Msisumbuke na mambo ya dunia hii. And you will be suffered with all these things. Imejaa mitindo. And this world is full of things. Tutoke na upendo wa Mungu. And it will distance us from the love of God. Uimidiwe. And Peter says that praise for giving your own son. And so that you can give life. Or giving the inheritance that doesn't spoil. And the inheritance is for those who are baptized. Those who are baptized. And those who live the life of being away from sin. Ya kuweza kusameana. And the life of being able to forgive. Kuchukuliana mizigo. To carry one's burden. Tutoe unafiki. And to remove hypocrisy. Naongea na Adria hivi. I am talking with Kumbe moyoni mwangu in my heart. Ni tofauti na jinsi naongea naye. The way I'm speaking to you. Adria, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yeah, we nakupenda sana Bwana. I love you too. Yeah, yeah, you did great. Naye amekaa masaa mengi. Yeah. Hata hajui kuhubiri. And he doesn't know how to preach. He took too long. Jamani. Maybe not. Hiyo mbingu ni yako. This heaven is yours. Mbingu ni yangu. Is this heaven mine? Kama mimi nimekosea kuhubiri. And kama nimekosea kuhubiri. If I was mistaken by preaching. Nimesahau mstari. Maybe I forgot a line. Haina budi kunisema mbele za watu. It is not necessary to spread it. If people listen. Wao nimekuwa speaker yao sasa. And why is it your problem? Nifuate nyumbani. Please follow me at home or call me. kidogo. And if that way, that place really, you slept away a little bit. Biblia ni pori kubwa. And the Bible is a great forest. Mpaka uwe na uwezo wa Roho Mtakatifu. You must the Holy Spirit. Hata uende mimi nimeona mtu ameenda huko. And I've seen a person who went to, he was called prophet. And with a lot of degrees. Lakini alipopanda madhabahuni. And whenever he was on the altar. Bwana turudi sana. God have mercy. Tuwe na upendo wa Mungu. Let's have the love of God.
we have been prepared an inheritance to go to heaven. Wewe uliokuwa na huzuni umeachwa. And the one who had grief that you have been left alone. Uliokuwa na shida. And the one who had trouble or any other thinking. Yesu alikufa kupangusa machozi. And Jesus died to wipe up your Na leo tears. yuko hai. And today he's alive. Watu wanafunzi. And the apostles, wakati wako na Yesu, and when they were with Jesus, walikuwa wanafunzwa. And they were learning. Na wajue kazi. And they didn't know how to do. Lakini Yesu alipokuwa kufufuka, and whenever Jesus died, akawatumia Roho Mtakatifu. Result that he sent them the Holy Spirit. Ndio wanapokasikia mitume walikuwa na kina Petro. And that's why you listen at the apostle like the Paul. Maana ule uongo uliwatoka. And that fear left them. Mashaka iliwatoka. And that doubt left them. Walipokea kitu. And they received something. Walipokea nguvu fulani. Yes, they received a strength. Sababu wakati ule Paulo anatafuta and that time when Saul was seeking for them to kill them, and they were and whenever they received the Holy Spirit, they didn't feel anything. And they said that whatever it is, you can die. Yes, I can die for Christ. And that is how our brother said, and those who died in Christ, and those mpambanaji hawezi kurudi nyuma. And the fighter will never back down. Lazima uende mbele. He has to go forward. Na Roho anakusukuma. And the Holy Spirit will push you forward. Walikwenda kuhubiri. And they went to preach. Watu wakapokea uponyaji. And the people received deliverance. And people were saved. Kwa tunapozaliwa mara ya pili. And whenever we are born again, tumepokea nguvu za Roho Mtakatifu. And we receive the Holy Spirit. Tunakwenda we go kuwaleta watu waliokuwa mbali. To bring those who are far, so that we can bring them into the churches. Na kama tumekosana, and if we just misled each other, solution kusemana au kubanana, and the solution is to backbite or to fight au kutetana or to gossip. Solution iko tukaa chini. And the solution is to sit together. Mimi na Valerie. And me and Valerie. Tumegombana. And we just. Hiyo ni kawaida. Wanadamu hawakutane. Yeah, the men living together. Lakini tukaa chini tutengeneze. And we have to sit down and arrange. Tunakwenda mbinguni. We are going to heaven. Mbinguni hakutaingia wagomvi. And heaven is not for those who fight. And it's not for hypocrites. And it's no place for the liars. And there's no place for the adulterers. And those who drink little bit say that I will not get drunk. And even those who are here. And if we are the manager of our houses. And if we start searching the houses of people, and we will find in the fridge or something. Yes, if we go at home and we start searching, let God have mercy. And there was a man of God back in Africa, and he had this gift of worship. And whenever he's prepared, and you will find that vodka. And there is that one that is good taste. And whenever he has been and the people have been lifted and they think that it's the Holy Spirit. And for the thief it is 40 days. Play with the world. Yeah, play with other things, but not with Jesus. Let me tell you, we are in the world. You might fall to any sin. And just remember where you failed and come back. Oh, I won't be sick for the pastor. Oh, I don't want to. Oh, I don't want to. Oh, my brother don't see me. God says it. And there's a day that is going to be. And that Father's Day. And he was doing whatever he was doing. And it was during this day, and it was a great conference, and he was selected. And he took his token.
kitamu au sitaki. And he went testing, oh, this is too sweet. Bono uelele bo. That one that is bitter, a little bit. Sasa That is better. akapiga. And he drank. Kumbe Mungu sema nenda leo ni siku yako. And God said, okay, it's okay, go, today is your day. Na Mungu wake wa mpya mpya. And with his new clothes. Akaanza sifa na mabudu. And he started praise and worship. Alikuwa kipiga makofi. Makofi, hiyo kipa kuziba. Yes, he was clapping. Na ulevi wa watogwa. Na ulevi wa macho ya watu. Okay, being drunk by the bee and also being drunk by lots of people. Alipigwa chini. And he was beaten down. Tumombe. And oh, let's pray for him. Wachungaji wa huduma za uchungaji, basi tumombe. And with the greatness of the pastors, they want to pray for him. And to reach there, and the smell that was coming out, it was of that Togo. It was shame. So he was really dishonored in front of people. That's why. And my beloved, please let's abandon politics. Yeah, do not let be hypocrites. And you might please people, but God, and He's the one who owns them. And you won't go in. Let God bless you. We thank God. We would like to remind first, and May 6th, and it will be the first week of the month of May. It will be the first Sunday. And we will not participate here. We were already being moved. Na address ni pale ambao tulifanyia mkutano. And the address, it is where we did our conference. Na wale ambao wanajua. And for those who don't know, ni 100. It will be 100 Colorado Boulevard. Colorado Boulevard. Zip code is 80. The zip code is going to be 206. It's going to be 80206. Amen. Colorado. It's going to be in the corner between Colorado Boulevard and the First Avenue. And the parking is going to be on your right side, in the opposite side of the church. Pastor Mabamba amehubiri. And Pastor Mabamba preached. Nafikiri Mama Claire Papa pia wanapaswa kukumbuka habari moja. And I think Mama Pericles, Papa Tambwe, they might remember something. Mtu mmoja alikuwa amekuwa nabii. And there was one man who was a prophet. And he was bringing people the messages. I don't know because I was in the car. And he will tell people that God told me that you guys have to fight for 3 days. And he will come and then start praying, say, oh, God wanted you to add more 3 days. Yes, and he will turn around and come back and say that God wanted you to add one more. Na watu wakawa hoi. Mwisho ilikuwa siku ngapi mama? Ilikuwa ni kwa mzazi kuingiaga yoga. Mwisho papa Tambwe ilikuwa mwisho siku ngapi? Siku akafika ku siku ya 7. And he reached to the 7th day. Mungu akaonea huruma watu wake. Unajua? And God felt mercy. And you reach some places where they feel. And whenever you tell people God says, and everybody will obey because they feel God. And God felt pity to his people. And 7 days without food. And God struck down the prophet. And somebody who spent 7 days and to vomit like this. It was green peas, rice, and those lentils. And from that day, his
his prophecy ministry died. Kama vile tumehubiriwa, unaweza ukajificha ndani yako. And like as we have been praying, you might be hiding yourself in God. And Evangelist David said that the day that God will lift you up, it will be for people to see. And let's stand up, and Pastor Baba is going to close. Let's stand up, it's the last minute. Let's pray to close the service. Yeah, even if you are sick, please stand up. And with faith, you will be healed. Please, those who are seated, please tell your brother, tell your sister to stand up. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Amen. Wewe Mungu wetu na mwamba wetu, Baba, Petro akasema uhimidiwe, maana umetenda mambo makubwa kumtuma mwana wako kuja kufa kwa ajili yetu. Tulikuwa tumeandaliwa kifo, maana tulijitenga na wewe kupenda dhambi, lakini wewe Mungu ni Mungu wa neema, ni Mungu uliyejaa huruma, maana sisi ni kazi ya mikono yako Bwana. Tunasema asante Bwana, asante kutuma mwana wako Yesu, na alipokuja alilia watu, maana maandiko yamesema yote yule anatungikwa na alaniwe, lakini Yesu hakuwa na kosa lolote, lakini kwa ajili ya kosa ya kuja kututafuta sisi ili tuwe na ushirika na wewe. Oh, alibaki uchi, alishikwa, alipigwa kama mwizi, alipandishwa msalabani ili mimi na ndugu yangu tuweze kupona. Na akalia pale msalabani, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani. Oh, Baba yangu, wewe ni Mungu. Na akasema yote yamekwisha. Asante kwa upendo wako, asante kwa ushirika wako, asante Bwana. Tunasema asante Mungu kwa siku ya leo, asante kwa ujumbe uliokwenda kuleta kwa kuzaliwa mara ya pili. Bwana, mimi nilikuwa mnenaji tu, lakini Bwana wewe ndiye mtafasiri. Ingia ndani ya moyo wa mama huyu, wa baba huyu, ukutane naye usiku wa leo, maana neno lako nashuka inashabana lengo. Angalia yule aliyojaa huzuni, angalia yule aliyejaa huzuni kwa majaribu yaliyokwenda kupita kiasi, kwa akili zake hawezi, lakini wewe Bwana tuna matumaini. Ulivyotenda kale, hata leo unatenda. Uliogusha wana wa Israeli na kuvuka ngambo ya pili, hata leo unatenda, hata leo unafanya. Tunaamini kwa imani unatenda Bwana, maana maandiko yanasema watu wangu wanaishi kwa imani. Asante Bwana kwa siku ya leo. Mvua umetunyeshea. Ujumbe unapokuja hautafuti watu wengi, unakuja kwa ajili ya mtu mmoja. Na naamini kupitia ujumbe huu umetoka kwako, umekwenda kutibu, maana neno lako ni nyundo, neno lako ni dozi, neno lako ni dawa. Oh, neno lako Bwana umesema kwamba neno lako likae kwa wingi ndani yetu. Baba, pasipokuwa neno hatutaweza lolote, na neno ndiye Yesu Kristo. Acha neno lako likae kwa wingi. Tulitafakari usiku wa leo
kwenye vitanda, makazini, kwenye gari, lifanye kazi, tupate mafunuo makubwa. Baba, asante Bwana. Bariki mama aliyosikia neno hili, bariki kijana aliyosikia neno hili, bariki baba aliyosikia neno hili, hata watoto, hata madhabahu hii na kuta hizi zihifadhi maneno haya, watapoingia hapa wengine wapute utukufu wa maneno yako mahali hapa. Tumeshiba Bwana maneno lako, maana maandiko yamesema tutaishi kwa mkate tu, bali tutaishi kwa neno la Mungu. Usifiwe Bwana kwa ajili ya ujumbe. Asante kwa programu ya leo. Tumeona mkono wako kwanza mwanzo mpaka mwisho huu. Tumesema asante Bwana. Mungu wangu, angalia walioingia mahali hapa na magonjwa. Mimi siyajui, mimi siyatambui. Magonjwa ya kiroho, magonjwa ya kimwili, mamlaka na pisansi ulionipa ninatumikisha katika jina la Yesu. Yaani magonjwa hama, yaani magonjwa toka, yaani magonjwa toka, yaani magonjwa hama, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya diabete, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya vifua vikuu, magonjwa ya mishipa, magonjwa ya viuno, magonjwa ya akili, magonjwa ya macho, magonjwa ya masikio, magonjwa mbalimbali. Hebu piga kelele, yaani mapepo walioingia mahali hapa, si mahali kwenu, ondoka. Maana ya Paulo amesema mili yetu si hekalu la magonjwa, bali hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani magonjwa, tokeni kwa jina la Yesu. Walioingia udhaifu mbalimbali, kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wawezi, watoke kwenye mlango, wasikie nguvu mpya, nguvu za kiroho. Waliokuwa wamesema na viacha, sitarudi tena, ndio wiki yangu ya mwisho. Bwana, sema na watu wako, ongea na watu wako, chochea moto, chochea uzima, chochea nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, bariki watu wako Bwana kupitia neno lako. Hata wafunguliwe. Watu waliovunjika moyo, umeshusha vipawa na karama mbalimbali, lakini watu wamekutana na changamoto nyingi, wameanza kurudi nyuma. Lakini Bwana, hata ukatia nguvu, hata watie nguvu ya kusonga mbele, na siku moja tuingie mbinguni. Katika Baba tumewekewa urithi usiochafuka huko. Bariki Mungu. Bariki Bwana wazito wote, wazaifu wote, mimba ndogo, mimba changa. Ninapinga kila mipango na plani za shetani kwa ajili ya wajawazito. Shetani ameandaa kutoa mimba, ameandaa operation. Ninapinga kwa jina la Yesu. Mtoto wa huduma, njoo kwa Yesu. Aliyokuwa mzito aendelee kuwa mzima mpaka wakati kujifungua, tuweze kulea mtoto, maana watoto ni baraka. Kwa jina la Yesu, kumbuka watasa wote Baba, wapate kupokea uponyaji. Kumbuka wenye mahitaji mbalimbali. Bwana wangu, hata wasafiri na Tiarama na Brena wako Kanada, Yesu, najua saizi wako kwenye anga. Bwana, unapasua anga, uwatakase anga, takasa anga, ili wafike Dema vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Ukawalinde na wasafiri wengine wote, hata pasta Lopande, ninajua kwamba utamlinda hata kuwa salama huko. Baba, atarudi vizuri na familia yake wazima, na wasafiri wengine wote. Baba, kumbuka wanaokosa kazi, wapate makazi. Kumbuka wenye mahitaji mbalimbali, wenye kuna pepo za chuma ulete, wenye kupoteza pesa, pepo ya kusahau, ninaipinga katika jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana waanze maisha mapya, maisha mazuri, maisha ya tumaini, maisha ya kufurahia wokovu. Asante Mungu, ninakushukuru. Bariki huduma iwe, tuunganisha makabila na watu mbalimbali. Shetani afurahi kitu kizuri, lakini Baba, umesema katika maandiko, kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa, si kwa nguvu zetu sisi, bali aliyekuwa juu yetu na mwanzilishi wa huduma hii. Bwana, utupigania, utatushindia. Huduma hii ni ya kuleta mioyo watu, ili wakujue, ili wakutambue. Siku moja, haleluya, siku moja waingie katika ufalme wako. Huduma hii sio mgawanyiko. Huduma hii ni kuwaleta watu wakutambue, watu wakujue. Baba, shusha vipawa mbalimbali, shusha karama mbalimbali kwa vijana wetu, kwa mama zetu, kwa baba wetu. Baba, shusha na kwa watoto wetu. Hawanga mwitu, mbwa mwitu na nge na manyoka wasingeweza kutuona. Ninateketeza kila mipango ya shetani kwa watoto wetu uliokwenda kuzaa. Maana tukuzalia mapepo, hatukuzalia nchi hii, tumezalia mtoto kutumikia siku moja. Kwa jina la Yesu Kristo, usifiwe Mungu. Tunakwenda kuachana kimwili, lakini kiroho tuko pamoja. Wiki nzima ya siku 7
utufunike ndani ya damu na kondoo. Utufunike Bwana, tunapokwenda makazini, tunapokwenda mahali popote, uweze magari mahali popote, acha uonekane Mungu, na maadui zetu washuhudie kama wale wana Mungu wa kweli. Shadraka, Meshaki na Abednego kuabudu sanamu walizarudika na kuchekwa, tutaona kiburi chao, lakini baada ya kutolewa katika moto walisema kumbe huyu ndio Mungu wa kweli. Na tunahitaji Mungu wa huduma kwa Yesu, Mungu wa takatifu wenye kumwabudu katika roho na kweli. Acha usimame kwa maadui zetu na washuhudie kwamba wale wana Mungu wa kweli. Huduma ya uinjilisti, huduma ya unabii, vipawa mbalimbali, shusha kama kisi upendavyo. Wewe ndio unagawa Mungu, hakuna mtu anaugawa vipawa hivyo. Ni wewe unapenda unagawa. Shusha Bwana huduma hii, ili huduma ipate kusonga kwa jina la Yesu. Hata mipango yote tuvumbisho juu ya jengo, lakini unajua Mungu utajipatia, tunaamini hilo. Tunapotoka tukana amani ya Bwana, tuna salama babari, tutapata magari, tutembee juu ya damu ya Yesu Kristo. Tukute miji yetu ikitakasika ndani ya damu ya Yesu Kristo. Tunaomba hivyo ndani ya jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ndani ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunasema kwa imani, amen. Praise the Lord. Tunakumbushia kwamba hizi wiki zote zitakuwa wiki za mchango kwa ajili ya Papa Chite. Kwa hiyo all this week we would like to remind everybody, this week it will be the day that we have been collecting for Papa Chite. Kwa hiyo kwa yule yoyote ambaye ana mchango umuone Papa Chite. And for anyone who has a contribution, please see Papa Chite. Na kwa sababu phone number, mjue jinsi mtakavyo kusanyisha hivyo vitu. And know how you will proceed in giving those things to him. Maana hatutaki mizigo mingi na Bwana And because we don't want too many burdens in, may God bless you.